Muy buenas noches, amables amigos. Habari za jioni, marafiki wapendwa na wandugu waliopo na wale ambao wako kupitia mtandao au satellite katika mataifa mengine. Ni baraka na upendeleo mkuu kuwa pamoja nanyi katika wakati huu ili kushiriki pamoja nanyi nyakati za ushirika kuhusu neno la Mungu na mpangilio wake unaoambatana na wakati huu, ambayo tutasoma katika Mathayo mlango wa 23 mstari wa 37 hadi 39, na inasema kwa njia ifuatayo: Yerusalemu, Yerusalemu, wauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku vikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hukumtaka. Angalieni, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa. Hamtaniona kamwe tangu sasa hadi mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hebu Mungu abariki nafsi zetu na neno lake, na tujalie kulielewa. Mada yetu ni unabii zilizokaribia. Mweza kuketi tafadhali. Kupitia maandiko tunaweza kuona zile unabii ambazo tayari zimetimia, na pia zile utabiri au unabii unaoambatana na wakati huu wa mwisho ambazo zinapaswa kutimia katika wakati huu wa mwisho. Na hivyo basi, hizi ndizo unabii zilizokaribia ili kutimia. Na somo hili ambalo tumekuwa nalo, tazameni, ni unabii ambao hauna budi kutimia katika wakati huu wa mwisho, kwa kuwa sasa yale yaliyotimia miaka 2000 iliyopita katika kuingia kwa ushindi kwa Kristo Yerusalemu yanaambatana na mlango wa 21. Mlango wa 21 mstari wa kwanza na kuendelea inasema, hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wake akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kilichowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama, mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda na mwanapunda, mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao wakafanya kama vile Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandika nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia
Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazarethi ya Galilaya. Na hapa tunapata ya kwamba katika kuingia kwake kwa ushindi ambao tutauzungumzia Jumapili ijayo, Yesu alitimiza yale ambayo Zekaria alisema katika mlango wa 9 mstari wa 9, ambapo alisema, furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Andiko hili ilitimia, ama Yesu alitimiza miaka 2000 iliyopita. Lakini sasa Kristo katika Mathayo mlango wa 23 mstari wa 39 anasema, kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa. Hamtaniona kamwe tangu sasa, hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Na sasa unabii huu ni ya kutimizwa katika wakati huu wa mwisho. Na swali ni, je, atakuja kutimiza unabii huu juu ya mwanapunda? Je, atakuja juu ya mwanapunda au atakujaje? Tutaacha hilo kwa muda fulani, na labda hadi itimie, ili kwamba hakuna mtu atakayejua jinsi itakavyokuwa, na itakapotimia na wamkaribishe na kusema, amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, ndipo tutaona tafsiri, ndipo tutakapoona tafsiri, yani utimilifu, yani maana ya unabii huo. Huu ni unabii wa kutimizwa katika wakati wa mwisho. Baada ya hatua 7 au vizazi vya kanisa la Bwana Yesu Kristo. Hii ni kwa ajili ya wakati ambapo Mesia anapojidhihirisha kwa Israeli. Watamtambua na kumkaribisha wakisema, amebarikiwa yeye ajaye katika jina la Bwana. Na hivyo ndivyo Kristo amesema, ametabiri. Anasema, kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa, hadi mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hivyo basi, huo ni unabii unaokaribia katika wakati huu wa mwisho. Na ili unabii huo utimie, kuna unabii mwingine ambao lazima utimie, lazima ikaribie katika wakati huu wa mwisho. La profecía de la venida unabii wa kuja kwa malaika mwenye nguvu ambaye anakuja na muhuri wa Mungu aliye hai. Malaika wa Ufunuo mlango wa 7 ambaye anakuja na muhuri wa Mungu aliye hai, yani anakuja na Roho Mtakatifu, na anakuja kuwaita na kukusanya Waebrania 144,000
2,000 kutoka kila kabila lazima itimie. Na malaika huyo ambaye atakuwa ni mtu ambaye atatokea duniani akiwa na Roho Mtakatifu akidhihirishwa ndani yake katika wakati wa mwisho, na ambaye kupitia kwake Roho Mtakatifu atakuwa na dhihirisho lake la mwisho miongoni mwa jamii ya wanadamu, ili kuwaita na kwa kusanya Waebrania 144,000. Na chini ya dhihirisho ya malaika, chini ya dhihirisho ya huduma ya malaika huyo pia wanawali wapumbavu pia watapata baraka, na wanawali wenye hekima watapata baraka kuu zaidi. Mjumbe huyo hana budi kuonekana duniani ama kutokea duniani. Na hivyo basi unabii huo wa Ufunuo mlango wa 7 unakaribia wakati huu. Mjumbe huyu ndiye ambaye kwa maneno atakayowaambia wale malaika wengine walio na uwezo ya kusimamisha na wanaozuia pepo 4. Ufunuo mlango wa 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Yani ya kwamba kusiwe na vita, kwamba kusiwe na vita vya tatu vya kidunia. Kwa hiyo hao ni malaika 4 wanaosimamisha vita, lakini pia ndio wanaoamuru vita. Inasema, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari. Tazameni, hao malaika 4 wamepewa nguvu ama mamlaka ya kudhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hadi tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Na sasa malaika mmoja anakuja na muhuri wa Mungu aliye hai, anayekuja na Roho Mtakatifu, anaamrisha hao malaika wengine 4 walio na uweza wa kudhuru nchi, anawaamrisha ya kwamba wasidhuru dunia wala bahari hadi Waebrania 104,000 wawe wametiwa muhuri, 12,000 kutoka kila kabila. Kwa hiyo malaika huyo hana budi kutokea uwanjani na hana budi kutekeleza sehemu muhimu sana, ili vita vya tatu vya ulimwengu isitokee hadi Waebrania 144,000 watiwe muhuri na kukusanywa. Kwa hiyo kutakuwa na mtu duniani ambaye ndani yake kutakuwa na dhihirisho la kimbinguni ili kutimiza unabii huo. Na cuando se vea en la tierra ese mensajero,
Wakati mjumbe huyo anapoonekana duniani akiwaita na kuwakusanya na kuwatia muhuri wale wa Ibrania 144,000, wakati wito huo unapoanza kuonekana, tazameni, unabii huo si kwamba umekaribia tu, bali utakuwa unatimia. Lakini unabii huo unakaribia kutimizwa katika wakati wa mwisho. Kwa hiyo kutimia kwake, dhihirisho lake linakaribia. Kama vile pia unabii ambao Kristo alitoa unakaribia. Hamtaniona kutoka hapa, yani tangu sasa hamtaniona hadi mtakaposema amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Na sasa pia tunao unabii wa kutokea kwa Elia, akitanguliza kuja kwa Bwana kwa watu wa Kiebrania, ambao utakuwa ni dhihirisho la 5 la Elia. Na Elia atakuja pamoja na Musa katika dhihirisho lake la pili, kwa wengine dhihirisho la 3. Ikiwa tutamhesabu Yesu kama kwa dhihirisho la pili la huduma ya Musa, basi itakuwa ni dhihirisho la 3 la huduma ya Musa. Lakini tusipoihesabu huduma ya Yesu kuwa ni dhihirisho la pili la Musa, basi itakuwa ni dhihirisho la pili la huduma ya Musa. Elia na Musa wakija katika siku ya mwisho, hawatakuwa kitu kingine ila ile mizeituni miwili na wale watiwa mafuta wawili wanaosimama mbele ya uwepo wa Mungu. Hizo ndizo huduma zinazoambatana na wakati wa mwisho, ili Mungu kufanya kazi na watu wa Kiebrania. Na kupitia huduma hizi Mungu atadhihirishwa kwa njia ya Roho Mtakatifu wake, na atakuwa akidhihirisha nguvu zake zote. Wao ni wale waliomwagiwa mafuta wawili walio mbele za uwepo wa Mungu, ambaye kupitia kwao Mungu anajidhihirisha, amejidhihirisha na atajidhihirisha katika wakati huu wa mwisho. Wao ni huduma za mkono wa kuume wa Mungu, na hivyo basi dhihirisho la Mungu kupitia Roho wake. Pia tuko na ahadi ya kuja kwa Mesia kwa watu wa Kiebrania na kwa jamii ya Wakristo. Kwa Wakristo huo utakuwa ni kuja kwa Kristo mara ya pili, na kwa Waebrania utakuwa ni kuja kwa Mesia, kuja kwa mtu ambaye atatokea katika wakati huu wa mwisho, na ambaye atatangulizwa na Elia. Kwa sababu huduma ya Elia ndiyo itakayotanguliza kuja kwa Mesia kwa watu wa Kiebrania. Tunayo katika kitabu hiki cha Kiebrania kile ambacho Israeli wanasubiri, ambacho tutasoma kitabu hiki kinachoitwa dini ya Israeli. Na katika kitabu hiki
está dado a conocer lo que Israel kila ambacho Israeli esperando. kinangoja kinafunuliwa. Katika ukurasa wa 73 wa kitabu hiki kiitwacho Dini ya Israeli inasema hivi: wakati wa utawala wa imani ya Waisraeli ufikapo, Mungu atamtuma nabii wake Elia, ambaye ataunganisha mioyo ya baba na mioyo ya watoto wao na mioyo ya watoto wao kwenye mioyo za baba zao, na hivyo kutangaza amani ya milele ya ulimwengu mzima. Yeye ndiye mtangulizi wa kweli wa Mesia wa Kiyahudi, malaika wa umoja na upatano katika ulimwengu. Hivi ndivyo Israeli, watu wa Kiebrania, wanavyongojea ya kwamba mtu huyu atokee, Elia aliyeahidiwa, akitangaza kuja kwake Mesia Israeli. Kwa hiyo huu ni unabii kulingana na Malaki mlango wa 3 na mlango wa 4. Katika Malaki mlango wa 4 inasema kwamba Mungu atamtuma Elia kabla ya kuja kwa siku ya Mungu, siku ya Bwana, siku kuu ya kutisha ya Bwana. Hebu tuisome hapa ili tuwe na picha nzuri na tujue ni kwa nini Israeli wanangoja Elia. Mlango wa 4 mstari wa 5 na 6 wa Malaki inasema, angalieni na watumieni Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyoko kuu na kuogofya, naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Na sasa kabla siku hii ya Bwana kuu na ya kutisha haijakuja, kabla ya ile dhiki kuu kuja, Mungu atamtuma nabii Elia ili kutangaza kwa ajili ya watu wa Kiebrania kuja kwake Mesia. Katika Mathayo mtakatifu pia Yesu mwenyewe anatabiri akisema, walipomuuliza sababu waandishi walisema kwamba Elia lazima aje kwanza. Inasema mlango wa 17 mstari wa 10 hadi wa 13 wa Mathayo, baada ya Yesu kushuka mlimani ya kubadilishwa pamoja na Petro, Yakobo na Yohana, inasema wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi hunena kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Na akajibu akawaambia, kweli Elia yuaja kwanza, naye atarejesha mambo yote. Na sasa Yesu hapa akiwa nabii anatabiri ya kwamba nabii Elia atakuja, naye atarejesha vitu vyote. Hivyo basi kurejeshwa kamili kwa Israeli inaambatana na kuja kwa nabii Elia katika wakati wa mwisho. Hakutakuwa na kurejeshwa kwa Israeli na hakutakuwa na kurejeshwa kwa mambo yote bila kuja kwake Elia. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y ahora, kwa kweli Elia atakuja kwanza. Kristo también, kweli Elia yuaja kwanza na atarejesha mambo yote. Kristo alinena kuhusu Elia aliyekuja katika siku zile, akitanguliza kuja kwa Kristo mara ya kwanza na kuonyesha, anaonyesha mtu wa wakati ule, anamuonyesha bila kumtaja, yani indirectly.
Ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja. Alikuwa ananena juu ya mtu ambaye alikuwa amekuja katika siku zile. Wasimtambue, lakini wakamtendea yote waliyotaka. Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye yuaenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Kwa kuwa Yohana Mbatizaji ndiye alikuwa Elia ambaye alipaswa kuja katika siku zile, akitanguliza kuja kwa Kristo mara ya kwanza. Na kwa ajili ya jamii ya Kristo, mtangulizi wa kuja kwa Kristo mara ya pili kwa jamii ya Kristo tayari alishakuja, na alikuwa ni mchungaji William Branham, ambaye Roho Mtakatifu aliendesha huduma ya Elia kwa mara ya 4. Na kwa watu wa Kiebrania, atakayetanguliza kuja kwa Kristo mara ya pili, kuja kwake Mesia kwa watu wa Kiebrania, atakuwa ni Elia wa 5. Na hivyo basi atatokea katika wakati huu wa mwisho, na atatanguliza kuja kwa Mesia kwa watu wa Kiebrania. Watu wa Kiebrania wanangoja Elia ambaye ataandaa njia kwa ajili ya kuja kwake Mesia. Na hivyo basi Waebrania wako makini sana. Wanajua ya kwamba kabla ya Mesia mwanamfalme kujitokeza, Elia atajitokeza, nao watamtambua. Tazameni katika andiko hili au maandiko haya, Waebrania inasema, itakapofika wakati wa utawala wa imani ya Kiisraeli, Mungu atamtuma nabii Elia atakaye rejesha nyoyo za baba kwa watoto na nyoyo za watoto kwa baba zao, na kwa njia hiyo atatangaza amani ya ulimwengu kote inayodumu. Yani wanamgoja Elia akihubiri, akitangaza amani ya milele. Yani wanangojea mtu ambaye atakuwa na ujumbe wa amani kwa Israeli. Na hiyo ndiyo kila ambacho malaika huyu anafanya wakati anapowanenea hao malaika wengine 4, wale malaika ambao walikuwa wamepewa nguvu za kudhuru nchi. Malaika ambaye anakuja na muhuri wa Mungu aliye hai anawanenea ili ya kwamba kusiwe na vita. Kabla malaika huyu anapoita na kwa kusanya Waebrania 144,000, 12,000 kutoka kila kabila. Kwa hivyo malaika huyu anaamuru ya kwamba kuwe na amani kwa wakati fulani ama wakati wa muda fulani, anapoita kundi la 144,000 ya Waebrania. Hivyo basi malaika huyu ni mjumbe wa amani kwa Israeli na kwa kanisa na kwa jamii yote ya wanadamu. Ni mtu wa kipekee ambaye hao malaika 4 wanamsikia. Ni mtu wa kipekee ambaye anaweza kuwanenea wale malaika 4 nao wamtii. Kwa kuwa malaika huyu anakuja na muhuri wa Mungu aliye hai, anakuja na Roho Mtakatifu, na itakuwa ni Roho Mtakatifu akiwanenea wale malaika wengine 4, na lazima wamsikie na kumtii. Pia tunayo vita
ama tunayo mtini ambaye ni Israeli na ile miti mingine ambayo ni yale mataifa mengine. Mtini ikichipuka tena, tayari tumeona jinsi imeanza, jinsi Israeli imeanza, ambayo sasa ni taifa huru na kujitawala, lakini no está totalmente restaurada la nación hebrea. Hili taifa la Kiebrania bado halijarejeshwa kikamili kama ilivyokuwa katika wakati wa mfalme Daudi na wakati wa mfalme Sulemani. Iko katika hatua ya kurejeshwa, lakini bado ina hatua nyingine za kupitia. Pia miti mingine, mataifa mengine ambayo kama Israeli itarejeshwa, nao watasimama karibu na Israeli, nao watarejeshwa, nao wataingia katika ufalme wa Mungu ambao Mungu ataanzisha pamoja na Israeli. Ndio maana Yesu alisema kwamba kuomba katika ile ombi au sala ya ombi ya Bwana, alitufundisha kuomba na ya mambo aliyofundisha. Mojawapo ya mambo aliyofundisha kuomba ni kuja kwa ufalme wa Mungu. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie hapa duniani kama huko mbinguni au hapa duniani. Huo ndio ufalme wa Mesia, ufalme wa Daudi ambao utarejeshwa. Lakini kwa maneno ya kiroho, wakati mtu anapompokea Kristo kama Mwokozi, anabatizwa katika maji kwa jina lake na anapokea Roho Mtakatifu, amepokea ufalme wa Mungu na ameingia katika ufalme wa Mungu. Kwa ufalme wa Mungu uko katika uwanja wa kiroho. Na wakati mtu anapozaliwa kwa maji na kwa Roho, anazaliwa mara ya pili, anazaliwa kwa uzima mpya, kwa uzima wa milele pamoja na Kristo katika ufalme wake wa milele. Na hivyo basi mtu huyo amegeuzwa kutoka ufalme wa giza hadi ufalme wa mwana wa Mungu, ufalme wa Yesu Kristo. Na sasa tunaona mtini Israeli katika hatua hiyo ya kwanza ya kurejeshwa, ambayo wamekuwa kipitia na ambayo awamu fulani ya hatua hiyo imesonga, ambayo tunaweza kusema kwamba kuna hatua kadhaa mara moja, lakini bado kumebakia hatua ya kurejeshwa kwa ufalme wa Mungu, ufalme wa Daudi, na hiyo ni kurejeshwa kwa Israeli kwa monarkia, ambapo dinastia ya Daudi itakuwa na mwakilishi, uzao wa Daudi ambaye ataketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi, na monarkia itarejeshwa kwa Israeli chini ya dinastia ya Daudi. El reinado de un descendiente del rey David. Itarejeshwa kwa mtawala au mtawala wa uzao wa mfalme Daudi. De la raza humana en medio de hilo todas ndilo las naciones. Na hilo litakuwa tukio kubwa sana miongoni mwa jamii ya wanadamu katika mataifa yote, kwa sababu huo ni unabii mkuu ambao uko katika maandiko na ambao unakaribia ili kutimia hivi karibuni.
Israeli este nuevo milenio del katika cual ya milenia hii llevamos 6 mpya años, ambayo tayari tuna tiene que ser miaka 6, restaurado Israel tayari una miaka 6. a Israeli ese lazima reino irejeshwe katika ufalme mesiánico, huo wa a ese kimesia, reino kwenye ufalme de huo David. wa Daudi. Si no fuese restaurado Israel, dejaría de existir. Kama Israeli haitarejeshwa, Y aún más, tiene itakoma que ser kuwapo. restaurado Israel Na hata zaidi, a este Israeli reino lazima irejeshwe kwenye ufalme huu, en este siglo kwenye ufalme huo katika 21 karne hii en ya el cual 21 vivimos. tunamoishi. Y no quiero continuar Nami sitaki kuendelea dándole más detalles kuwapa Pero este es el maelezo ciclo ya ndani zaidi, para lakini Israel ser restaurado, ni karne ya el Israeli reino kurejeshwa, de David ser restaurado ufalme wa Daudi y por consiguiente el reino de kurejeshwa, Dios ser na kwa hiyo restaurado ufalme wa en Mungu el planeta utarejeshwa Tierra katika sayari ya en dunia, medio miongoni del pueblo hebreo mwa watu wa y en Kiebrania medio de na todas miongoni las naciones. mwa mataifa yote. Y por consiguiente la humanidad Na kwa tendrá sababu hiyo el wanadamu reino de Dios watakuwa en na la ufalme tierra wa Mungu duniani, y na entrará la humanidad, las personas wanadamu que wataingia, sobrevivan watu a los juicios de la gran tribulación watakaookoka entrarán hukumu za dhiki kuu, al reino de Dios wataingia katika ufalme wa Mungu, na será una bendición grande vivir itakuwa ni en baraka este kuu kuishi reino de Dios. katika ufalme huo wa El Mungu. Mesías Mesia vendrá no solamente atakuja, para el pueblo hebreo, sino sio kwa para ajili ya todas watu wa las Kiebrania tu, naciones. bali kwa Porque el mataifa Mesías yote, es kwa el sababu deseado Mesia de ndiye todas yule las ambaye naciones. mataifa Todas yote las naciones han deseado wanamtaka. Mataifa yote entrar al yametamani reino kuingia del Mesías, katika que es el ufalme wa reino Mesia de ambao Dios. ni Por lo ufalme tanto, wa Mungu. la Kwa venida hiyo del Mesías y el establecimiento del reino del Mesías en la kuja kwa tierra Mesia na será kuanzishwa kwa ufalme para wa Mesia toda duniani la kutakuwa humanidad. kwa Y por ajili ya jamii consiguiente, yote ya wanadamu, na la hivyo humanidad basi tendrá jamii ya la wanadamu paz que watakuwa na tanto amani ha estado ambayo anhelando por wamekuwa tantos wakitamani sana milenios. kwa milenia nyingi. Esa es una de las profecías que se está Huo ni acercando unabii, en huo este ni tiempo en el mojawapo ya cual unabii nosotros ambao unakaribia estamos katika wakati huu viviendo. tunamoishi. También para el cristianismo Kwa jamii ya Kristo pia habrá una manifestación kutakuwa na plena dhihirisho del poder kamili de Dios. ya nguvu za Mungu. Habrá Kutakuwa un instrumento na chombo de Dios a través cha del cual Mungu ambaye kupitia kwake Dios por medio de su espíritu Mungu kupitia Roho manifestará su wake poder atadhihirisha y uweza wake, grandes maravillas serán llevadas a na cabo maajabu makuu y miles o millones de yatafanyika, personas na serán maelfu au convertidas mamilioni ya a watu Dios. watamgeukia Todo esto Mungu. una Haya yote visitación de Dios yatakuwa ni tembeleo ya cristianismo, Mungu a la kwa iglesia del jamii ya Señor Kristo, kwa Jesucristo. kanisa la El Bwana pueblo hebreo Yesu va a ver Kristo. esa manifestación y Waibrania dirá, wataona dhihirisho hilo na watasema, este es huyu el que ndiye nosotros estamos yule ambaye esperando. tumekuwa Por lo tukimngojea. tanto, Kwa hiyo estemos con nuestros ojos abiertos, hebu porque tuwe na esta macho es yetu una yakiwa profecía que wazi, se está kwa sababu huu acercando ni unabii para ser unaokaribia cumplida ili en kutimia este katika tiempo wakati huu final. wa mwisho. El reverendo William Branham, siendo Mchungaji William profeta y Branham teniendo las dos akiwa conciencias nabii juntas na por akiwa na dhamira consiguiente, mbili zote pamoja, vio cómo aliona será jinsi esa manifestación dhihirisho hilo la de Dios. Mungu Y litakavyokuwa, él estuvo naye alikuwa transportado alisafirishwa a ese tiempo y vio todo kwa lo que alisafirishwa hadi estaba wakati huo, pasando na aliona en kila una kitu de las kilichokuwa actividades kikiendelea a la katika cual él mojawapo ya asistió. mikutano ambazo En alihudhuria. espíritu, en cuerpo espiritual él asistió, Katika roho, y katika mwili wa contó kiroho yeye todo lo que él alihudhuria na kusema fue yote dicho, aliyoyaona, na eso akaambiwa es hiyo la tercera etapa. Y ndiyo no hiyo se lo dirás hiyo ahora, ni no vas mvuto no wa vas a tatu. explicarle
na hutamwambia yeyote, hutawatolea maelezo yoyote. Kwa hiyo, ingawa esta visión maono haya fue en un solo lugar, yalikuwa katika sehemu moja tu ambayo aliyaona, esto puede hata repetirse hivyo, en muchos hii países, inaweza kurudiwa pero katika nchi nyingi, en uno lakini katika se moja cumplirá exactamente lo que él vio. itatimia Pero jinsi alivyoona puede kabisa. cumplirse también bajo el ministerio Lakini de esa pia inaweza persona kutimia chini ya huduma ya que mtu huyo estará ministrando. ambaye atakuwa na Puede hudumu. cumplirse o Inaweza puede tener kutimia au bajo ese inaweza ministerio kuwa chini ya actividades en huduma muchos hiyo. países en donde Mikutano ocurra katika nchi lo mismo. nyingi ambapo jambo Pero hilo habrá hilo un linatokea, lugar, lakini un kutakuwa país na mahali, donde nchi se estará cumpliendo ambapo plenamente kile lo que fue kilichoonwa visto por el na reverendo mchungaji William William Branham kitatimia y esa kikamilifu, profecía na unabii se huo está acercando. unakaribia. Ya está por completarse la iglesia del Señor Kanisa la Bwana Yesu Jesucristo, Kristo sasa liko karibu y kukamilika, cuando se haya completado, na itakapokamilika entonces grandes cosas van ndipo a suceder. mambo makuu yatatokea. El Señor tiene que tomar el título de propiedad del libro de los Bwana 7 hana sellos, budi abrirlo kutwaa en el cielo hati y hacer miliki, su kitabu obra cha mihuri 7, de reclamo. kukifungua mbinguni na kufanya Bajo kazi esa yake obra de reclamo, ya kudai. Chini ya kazi hiyo grandes ya maravillas kudai, van mambo a ser llevadas en ama este maajabu planeta Tierra, makubwa ser llevadas yatafanyika a cabo katika en este dunia planeta hii, Tierra, en katika medio del cristianismo ama y miongoni mwa después en jamii ya medio Kristo, na kisha miongoni del judaísmo, mwa en medio dini ya del Kiyahudi, pueblo miongoni hebreo. mwa Por lo watu tanto, wa Kiebrania. En las Kwa hiyo, profecías que se acercan hay grandes katika bendiciones para el unabii cristianismo y zinazokaribia para el kuna baraka judaísmo kuu también. Hay kwa grandes jamii ya bendiciones Kristo na kwa para el Wayahudi pueblo pia. Kuna baraka hebreo kubwa kwa watu también. wa Kiebrania pia. Yo estoy esperando todas esas Mimi nangojea bendiciones baraka hizi que zote Dios ha ambazo prometido y que Mungu están contenidas ameahidi na en las zilizo profecías katika unabii correspondientes a unaoambatana este na tiempo wakati final. huu wa Y mwisho, esas profecías se na están unabii huo acercando unakaribia, en estos días. Esas unakaribia profecías zaidi katika siku hizi. son Unabii las hizi cosas que ni estarán mambo sucediendo yatakayotokea conforme al programa de Dios kulingana en na medio mpangilio wa del Mungu miongoni cristianismo mwa y jamii ya luego Kristo na en kisha medio miongoni del pueblo mwa watu hebreo. wa Kiebrania. Las profecías que se Unabii acercan zinazokaribia ya las podemos estar tunaweza percibiendo kuwa en tayari estos días tunazitambua que son katika siku hizi para ser na kujua manifestadas en nuestro kwamba tiempo zinapaswa y ser kudhihirika vistas con nuestros propios katika wakati ojos. wetu na Si kuonekana kwa alguno macho se va yetu antes, wenyewe. si alguno se va antes, Ikiwa mtu yeyote no hay ningún atatangulia, problema. hakuna shida yoyote. Desde el paraíso Kutoka podrán mirar hacia paradiso acá. ataweza kutazama hadi hapa. No habrá ningún Hakutakuwa problema. na shida Pero yoyote, habrá lakini personas que estarán kutakuwa na watu experimentando ambao watakuwa esas bendiciones y viendo wakipokea con sus propios ojos el ama wakipata cumplimiento baraka hizo na de esas kuona kwa macho profecías. yao kutimia kwa unabii Y huo yo soy au hizo. uno de ellos. Na ¿Y quién mimi más? ni mmoja wao, Cada uno de na ustedes nani también. Si mwingine, alguno se va kila antes, mmoja wenu pia. no hay ningún Kama problema. kuna mtu yote atakayeondoka Desde el paraíso, kabla ya wakati desde huo, la sexta hakuna dimensión, tatizo. Watakuwa hacia wakitazama kutoka como paradiso, también kutoka kiwango estará cha sita, mirando el wakitazama reverendo William hapa, Branham kama vile y tu mchungaji también William Branham todos los cristianos na de Wakristo wote tiempos wa pasados. kale Pero ellos regresarán para watakavyokuwa estar con nosotros wakitazama, ya lakini en el watarejea cuerpo nuevo, kuwa eterno, pamoja nasi mortal, katika mwili incorruptible mpya wa milele glorificado. usioweza kufa, Bajo esa usioharibika manifestación na plena wenye utukufu. Chini ya dhihirisho de Dios hili kamili la Mungu, será que la resurrección de los muertos en ufufuo Cristo ya wafu va katika Kristo a ocurrir
utatokea transformación de nosotros los que na vivimos kubadilika kwetu sisi tulio hai itatokea. Itakuwa ni chini ya hatua ya uamsho mkuu miongoni mwa jamii ya Kristo, miongoni mwa kanisa la Bwana Yesu Kristo. Hivyo basi, hebu na tuwe tayari ili kupokea baraka zilizo katika unabii huo na katika unabii zile zingine zinazoambatana na wakati huu wa mwisho, kwa sababu unabii unaokaribia ni ule unaoambatana na wakati huu wa mwisho. Yanakaribia, yani kutimia kwao kumekaribia sana. Ni tungesema ni karibu sana, hivi kwamba tunaweza kuona matayarisho ya kutimia kwa unabii hizo. Tunajitayarisha ili kupokea kutimia kwa unabii huu wote ambao unaleta baraka kuu kwa ajili yangu na kwa ajili ya nani mwingine, kila mmoja wenu pia. Lakini Jumapili hili linalokuja itakuwa ni Jumapili ya kuingia kwa ushindi kwa Yesu Yerusalemu. Kwa hiyo tutakuwa tukizungumza kuhusu kuingia kwa ushindi kwa Yesu Yerusalemu. Mniombeeni sana ili anipe kila kitu ninachohitaji kuzungumza Jumapili ijayo asubuhi. Endeleeni kuwa na usiku uliojaa na baraka za Kristo Mwokozi wetu. Hebu Mungu awabariki na usiku mwema. Pamoja nasi tena Mchungaji Jose Benjamin Perez ili kukamilisha.